Wanasayansi wa bahati mbaya walimkamata Nguva ili kuchunguza mchakato wake wa mabadiliko. Walimtoa nje ya tangi. Hata hivyo, mara tu alipotoka majini, Nguva alianza kuonekana mwenye wasiwasi mkubwa. Muda mfupi baadaye, pezi lililokuwa mgongoni mwake lilianza kujikunja na kurudi ndani ya mwili wake. Magamba yake yalianza kudondoka kwa kasi na mikono miwili myeupe inayofanana na ya binadamu ikaonekana. Kisha Nguva alipiga kelele kali, huku mkia wake mrefu wa samaki ukipasuka vipande vipande, ukibadilika kuwa miguu miwili laini. Ndani ya sekunde mbili tu, Nguva aliyekuwa wa kutisha hapo awali alibadilika kabisa na kuwa mwanamke kijana mwenye umaridadi, jambo lililowacha wote waliokuwepo wakishangaa. Ili kuchunguza uwezo wake wa ajabu wa kujirekebisha, wanasayansi walifanya jaribio la hatari. Walijaribu kuunganisha vinasaba vya binadamu na vile vya Nguva. Hivi karibuni, tumbo lake lilianza kuvimba kama kawaida. Ndani ya wiki chache tu, tumbo lake lilikuwa hadi kufikia ukubwa wa ujauzito wa miezi 9. Wakati wa kujifungua ulipowadia, watafiti walikuwa wakisubiri kwa hamu maisha mapya, lakini waligundua kuwa mtoto wa Nguva binadamu alikuwa kimya isivyo kawaida. Hakukuwa na kilio hata kimoja, na ngozi yake ilikuwa ikichubuka sana. Walipotambua kuwa maisha ya mtoto yalikuwa hatarini, mama Nguva alielewa hali hiyo mara moja. Akipuuzia pingamizi za baba wa binadamu, alimchukua mtoto na kuelekea moja kwa moja baharini. Bila kuangalia nyuma, kisha jambo la ajabu zaidi lilitokea. Kwa ghafla, mwili wa mama Nguva ulianza kutikisika kwa nguvu, na kwa kilio cha maumivu, akarudi katika umbo lake la kung'aa la Nguva. Wakati huo huo, mtoto alipitia mabadiliko ya kimiujiza, akiwa na uwezo wa kupumua na kuogelea kwa kawaida majini. Baada ya kuona kwamba mtoto wake alikuwa ameweza kuzoea mazingira ya majini kwa mafanikio, mama alipata nafuu kidogo, lakini moyo wake haukuwa na amani kabisa, kwa sababu Nguva waasi wa baharini bado walikuwa wakiwinda wenzao. Kulingana na utamaduni wa Nguva, alipaswa kumkabidhi mtoto kwa wanaume ambao wana jukumu la kuwafundisha wadogo mbinu za kuishi.